Habari za asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania wote ambao wanatufuatilia mubashara kupitia Azam TV na wale ambao watatufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Niwatakie maadhimisho mema ya sikukuu ya wafanyakazi, sikukuu ya Mei Mosi. Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni katika makao makuu ya klabu ya Simba hapa Oyster Bay, ambapo tuko hapa hii leo kwa ajili ya kutoa taarifa muhimu kuelekea katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby ambao unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika asubuhi ya leo na kutujalia kuikaribia siku ya tarehe 3 ambayo ni siku muhimu kwenye historia ya mpira wa Tanzania na ni siku kubwa kwenye mpira wa Tanzania. Dabi ya Kariakoo kwa mara ya kwanza inakwenda kuchezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambao kiasili ni uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club, na mechi yetu hii itapigwa kuanzia majira ya saa 12 jioni mpaka pale itakapotamatika katika uwanja huo wa Meja Isamuyo. Tayari tumeshaeleza huko nyuma kwa nini Meja Isamuyo. Ni kwa sababu uwanja namba 1 wenye hadhi ya kuchezewa dabi kwa maana ya uwanja wa Benjamin Mkapa upo katika marekebisho, na kwa mantiki hiyo basi uwanja huo kwa sasa haufai ama hautumiki katika matumizi. Baada ya kupata taarifa hiyo, Simba Sports Club tukafanya mchakato na tukaangalia ipi ni sehemu sahihi na ni sehemu muafaka ya pili ya kuchezewa mchezo wetu wa dabi. Baada ya tafakuri ya kina, hatimaye tukafikia mwafaka ya kwamba uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ndio uwanja wenye hadhi, ndio uwanja unaokidhi, ndio uwanja wenye sifa, ndio uwanja bora na ndio uwanja ambao una haki zote za kuhosti mechi ya Kariakoo Derby. Ni ukweli usiopingika ya kwamba Meja Jenerali Isamuyo hailingani na Benjamin Mkapa kwenye eneo la capacity ya mashabiki. Benjamin Mkapa ni watu 60,000 na uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ni watu 10,000 pekee, lakini hakuna budi, ilikuwa ni lazima na muhimu kwenda hapo kwa sababu ndio chaguo pekee bora lililobaki. Viwanja vingine vyote vilivyobaki Tanzania havitofautiani chochote na uwanja wa Meja Isamuyo, lakini uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo una sifa moja kuu ya kipekee ya kwamba ndio uwanja wenye pitch bora kuliko kiwanja chochote Tanzania hivi sasa. Kabla ya Benjamin Mkapa haijafumuliwa, uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ulikuwa ni uwanja wa pili unaoongoza kwa kuwa na nyasi asilia bora, kuwa na uwanja wenye nyasi asilia bora, ulikuwa ni uwanja wa pili. Baada ya Benjamin Mkapa kufumuliwa, tunavyozungumza nanyi hivi sasa, uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ndio uwanja wenye pitch bora unaotumia nyasi asilia. Baada ya kuridhisha namna hiyo, tukasema huu ndio uwanja ambao unakidhi kuchezewa mechi bora katika nchi, kuchezewa mechi kubwa katika nchi, kuchezewa mchezo mkubwa katika ligi kuu, mchezo wa dabi, mchezo wa Kariakoo Derby, kwa sababu surface yake ya kuchezea kwa maana ya pitch iko kweli kweli. Kwa hiyo mawazo, maoni yote kuhusiana na uwanja kwa sasa hayana nafasi yake. Wote tunaelekea Meja Jenerali Isamuyo, na ieleweke wazi, hatujapeleka uwanja mechi katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo
iwe kama sehemu ya kutafutia matokeo, au kama sehemu ya kumkomoa mtu, au kama sehemu ya kutaka kumwonea mtu. Tumekwenda Meja Jenerali Isamuhyo kwa sababu ndio uwanja ambao unastahili, na ndio maana unaona hata communication yetu kuhusiana na Meja Isamuhyo tunaitoa kistaarabu. Ni tofauti na watu ambao walipopeleka mechi katika uwanja wa Amani, ulikuwa unaona wanazungumza kipashkuna, kana kwamba wanazungumza kwa ajili ya kwamba yani njoeni huku lazima tutawafunga kwa sababu ni Zanzibar, au mmeshazoea sehemu fulani, njoeni huku hamjapazoea tutawafunga. Ni tofauti. Sisi tumekwenda Meja Isamuhyo na tunawaomba na wengine waje kiroho safi, kwa sababu ndio sehemu sahihi ya kuchezea mechi yetu ya Kariakoo Derby. Timu yetu ya Simba Sports Club imerejea jana kutoka visiwani Zanzibar mara baada ya kufanikiwa kuchukua ubingwa wa Kombe la Muungano na kumfunga mtani wetu goli la kikatili, goli 1-0 katika mchezo wa fainali. Mara baada ya kurejea kutoka visiwani Zanzibar, vijana wakapumzika kidogo mchana ule na kusalimia familia, na jioni kwa maana usiku wachezaji wote wakarejea kambini, na ninapozungumza nawe hivi sasa wachezaji wa Simba wote wako kambini hivi sasa wakiendelea na programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Kuhusiana na afya za baadhi ya wachezaji wetu ambao katika mechi ya fainali ya Kombe la Muungano walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za majeraha za hapa na pale, ninayo taarifa njema sana kwenu wana Simba ya kwamba wachezaji wote ambao walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za kiafya, wote hali zao ziko vizuri kweli kweli. Wa kwanza alikuwa ni Anicet Oura ambaye alishindwa kuendelea na mchezo, dakika ya 20 tu akafanyiwa mabadiliko, na mabadiliko aliyofanyiwa yalikuwa ni mabadiliko tiba ili aanze kutibiwa pale pale wakati mechi inaendelea, lakini asiendelee kujiumiza zaidi na kutengeneza jeraha kubwa zaidi. Kwa hiyo benchi la ufundi kwa kushirikiana na jopo la madaktari wakaona tumpe na tumtoe kwenye mchezo huu ili aanze kupatiwa matibabu hapa hapa na kuzuia riski ya kutoumia zaidi. Na hiyo ndio faida ya kuwa na wataalamu katika benchi la ufundi. Kwa Anicet Oura akatolewa katika mechi hii ya fainali, akaanza kupatiwa matibabu, na napozungumza nanyi hivi sasa Anicet Oura anaendelea vizuri kweli kweli, na matumaini yake ya kuwepo katika mchezo wa dabi yana asilimia kubwa kweli kweli. Cha kufanya ni kumuomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha afya yake ili tarehe 3 awe sehemu ya mchezo. Lakini Nixon Kibabage vile vile na yeye alifanyiwa mabadiliko baada mwili wake kutingishika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ripoti ya madaktari ambayo nimeipokea asubuhi ya leo. Kibabage yuko salama wa salmin, yuko mzima wa afya. Maana yake ni kwamba Jumapili atakwenda kujitutumua kama kawaida. Yusuf Kagoma, ngoma ngumu, naye vile vile hakumaliza mchezo ule kwa sababu ya kuhofia kupata majeraha, kukufua angeendelea kupata maumivu, maana alikuwa akisikia maumivu wakati mchezo unaendelea. Akafanyiwa mabadiliko ili kumwepushia kuumia zaidi, na yeye amepata matibabu kwa siku ya jana na anaendelea vizuri, na sasa yuko mazoezini akiendelea na program ya mazoezi. Kwa hiyo hao pekee ndio ambao walikuwa na hati ya kuikosa Kariakoo Derby, lakini niko hapa kuwathibitishia kwamba wachezaji hawa watatu na wengine wote ambao sijawataja afya zao ziko salama wa salmi na wako tayari kwa ajili ya Kariakoo Derby. Ndugu zangu wana Simba, tutakwenda kwenye mechi ya Kariakoo Derby tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hii ni mechi ambayo haihitaji maelezo mengi sana, kwa sababu sidhani
kama kuna mwana Simba yoyote asiyefahamu umuhimu wa mechi ya dabi, asiyefahamu ugumu wa mechi ya dabi, asiyefahamu thamani ya mechi ya dabi, asiyefahamu chochote kuhusiana na dabi, sidhani kama kuna mwana Simba wa namna hiyo. Sidhani kama kuna mwana Simba ambaye hajui chochote muhimu kuhusiana na mechi hii ya Kariakoo Derby. Kwa hiyo mechi hii kimsingi haihitaji maelezo mengi. Mechi hii inajieleza yenyewe, lakini binadamu asili yetu ni kukumbushana, na mimi niko hapa kuwakumbusha wana Simba kuhusiana na umuhimu, thamani, ugumu wa mchezo huu. Kwanza lazima tuambiane ukweli. Mechi hii ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 ndiyo mechi yetu itakayoamua hatima yetu ya ubingwa msimu huu. Yaani Simba kupata ubingwa msimu huu inategemea mechi ya tarehe 3. Simba kukosa ubingwa msimu huu inategemea mechi ya tarehe 3. Ukitazama msimamo wa ligi kuu ya NBC mpaka hivi sasa, tumezidiwa alama 5 na mpinzani wetu. Tukishinda mchezo wa Jumapili, maana yake zitabaki alama 2. Alama 2 katika michezo iliyobaki, linaweza likatokea lolote kwa mpinzani wetu akadondoka hapo. Maana yake ni kwamba ni must win game tarehe 3 ili tuweze kuchukua alama 3, libaki pointi gap la pointi 2. Hata kama atachukua ubingwa kwa gap la pointi 2, lakini hatutojisikia maumivu makubwa, kwa sababu katika ubingwa wake msimu huu kwetu ameambulia alama hako kamoja tu. Kwa hiyo hii ni mechi yenye kuamua hatima yetu kwenye mrengo huo. Lakini kama tunapoteza mchezo huu, maana yake ni kwamba gap linakuwa pointi 8. Gap likuwa pointi 8 kwa timu ambazo zitakuwa zimesalia huko mbele. Uone huyu bwana akidondosha pointi 8 katika mechi ambazo zimebakia. Lazima tuelezane ukweli, ndugu zangu wana Simba. Kama sisi tutashindwa kupunguza gap na kubaki pointi 2, usitegemee Singida, sijui Azam, Pamba, sijui nani sijui aje ampukutishe huyu bwana pointi 8 zikapukutika, Simba akawa bingwa. Nini maana yake? Adui unayemweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usitegemee mpinzani wa nje aje akusaidie kupambana na adui yako. Adui huyu tunamweza sisi wenyewe. Twendeni tukapambane naye sisi wenyewe. Tusitegemee hao wengine waje wampukutishe huyu alama 8. Haiwezekani, timu hizo hazipo hapa Tanzania. Tuelezane ukweli. Utamtegemea Azam, huyo ndo atakuvua taulo ukweni asubuhi. Utamtegemea Singida, huyo ndo shoga yake mkubwa. Utamtegemea sijui Mbeya City, sijui nani, huyo atakula nyingi kipindi cha kwanza. Usimtegemee. Wanasema mtegemea cha ndugu ufa masikini. Tusikubali kufa masikini, ndugu zangu wana Simba. Twendeni wenyewe tukapambanie hizi alama 3 za tarehe 3. Kwa mantiki hiyo basi, sherehe za ubingwa wa kombe la Muungano zimetamatika rasmi jana. Tumemaliza sherehe za kombe la Muungano. Ni marufuku mwana Simba yoyote kuendelea na sherehe za kombe la Muungano kuanzia hivi sasa. Simba wote tunaelekeza macho yetu, tunaelekeza silaha zetu, tunaelekeza mipango yetu kwenye mechi yetu ya Kariakoo Derby. Mchezo huu tunahitaji kuvuna alama 3. No more option. Only 3 points. Hiko ndicho ambacho tunakihitaji siku ya tarehe 3. Tunakipataje hiki kama tutaendelea kusherehekea? Tutapataje alama 3 kama tunaendelea kufurahia ubingwa wa Muungano? Tunapataje alama 3 kama tumejisahau
na sherehe za kombe la Muungano. Sherehe za kombe la Muungano zimefikia ukomo. Tumemaliza kusherehekea na kuselebuka, na sasa tunaelekeza akili zetu zote kwenye mechi yetu ya tarehe 3. Nachosema hivi sasa, kila mtu sasa arejee kwenye machimbo yake, arejee kwenye mapango yake, arejee kwenye mapambano yake, arejee kwenye vita yake. Tujiandae na mechi ya tarehe 3. Hakuna kupumzika, hakuna kupoa. Tutafanya sherehe kamili tukishapata ushindi tarehe 3 ya mwezi wa 8, ya mwezi wa 5 kumradhi. Ndugu zanguni, hii ni mechi ngumu. Ina maeneo matatu inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Kwanza, hii ni Kariakoo Derby. Hii ni mechi ya kihistoria. Sisi na wao, haijawahi kuwa mechi nyepesi hata siku moja. Kwa hiyo hii mechi kiasili tu ni mechi ngumu, kihistoria tu ni mechi ngumu, kujuana tu kunaifanya hii mechi kuwa ngumu. Hii ni mechi ngumu kweli kweli, hatutakiwi kuichukulia poa hata kidogo. Hiyo ni sababu ya kwanza inayofanya mechi hii kuwa ngumu. Historia inafanya mechi hii kuwa ngumu kweli kweli. Lakini eneo la pili linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni mvutano uliopo katika msimamo wa ligi. Wao wanataka nini kwetu na sisi tunataka nini kwao. Hiyo vita hapo katikati inafanya hii mechi yetu kuwa very very tough. Inafanya mechi yetu hii kuwa ngumu na kuwa jiwe kweli kweli. Lakini eneo la tatu linalofanya mechi hii kuwa ngumu ni matokeo yetu tuliyopata tarehe 29 kwenye fainali ya kombe la Muungano. Matokeo yale tuliyoyapata yanaifanya mechi yetu ya tarehe 3 kuwa ngumu zaidi, kwa sababu tumepata ushindi. Nini maana yake? Mpinzani wetu hatokubali kupoteza mara 2 mtawalia, ama kupoteza mara 2 ndani ya wiki moja. Hatokubali. Na tangu historia ya dunia imeumbwa, haijawahi kutokea sisi na wale tukacheza mechi ndani ya wiki moja. Haijawahi kutokea, ni kwa mara ya kwanza. Bahati nzuri ni kwamba tumeanza na ushindi katika mchezo wa kwanza, tumepata ushindi alhamdulillah. Lakini ushindi ule umekwenda kuwaamsha na wao, umekwenda kuwakumbusha na wao, umekwenda kuamsha hisia na hasira zao. Maana yake watakuja katika mchezo huu wakiwa wamepania, wakiwa wanataka kurejesha heshima yao, wakiwa wanataka kupata ushindi katika mchezo huo. Kimsingi ni kwamba sasa tumeshatimua mzinga wa nyuki. Kwa hiyo pale pameshachangamka hivi sasa. Hivyo basi mechi hii inapata ugumu namna hiyo kwa sababu tayari tumeshampasua, ameshafurugika, anataka na yeye kupata ushindi ili kupata amani. Anataka kupata ushindi ili kufuta hiyo kumbukumbu ambayo sisi tumeiandika siku ya tarehe 29. Na sisi tumepata ushindi katika mchezo huo, tunataka kuendeleza ushindi zaidi. Lakini kama haitoshi, ugumu mwingine kwenye mchezo huu ni kwamba hatuko tayari sisi Simba Sports Club furaha yetu kudumu ndani ya siku 3 pekee. Waswahili wanasema furaha ya masikini haidumu. Hata sisi hatutaki kuwa hao masikini ambao tumeshinda tarehe 29, tumestarehe tarehe 30, 1, 2, 3 mke sherehe imeisha. Hatutaki kuingia kwenye kundi hilo la sherehe ya masikini haidumu. Tunataka furaha yetu idumu milele na milele. Furaha inadumu vipi? Ni kwa Simba kushinda tena siku ya tarehe 3. Hapo ndipo panafanya mchezo huu wa tarehe 3 kuwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Na pengine inawezekana kwa miaka hivi karibuni hatujawahi kushuhudia
mechi yenye ugumu kama hii ambayo tunakwenda kucheza siku ya tarehe 3, kutokana na sababu ambazo nimezieleza. Ingekuwa tumemfunga miezi mitatu nyuma ama miezi minne nyuma, isingekuwa na pressure kubwa, lakini tumemfunga juzi tu Jumatano, ndugu zanguni, na leo ni Ijumaa na mechi ni Jumapili. Bado machungu anayo, bado hasira nazo, na hivyo anataka kuja kumaliza machungu yake kwetu. Ndio maana nawaambia ndugu zanguni, mechi hii hamjawahi kuiona tangu mmezaliwa wa Tanzania wote. Yani Mtanzania wa kwanza kuzaliwa, mnamjua? Mwenyewe simjui. Mtanzania wa kwanza kuzaliwa hajawahi kuiona hii mechi katika maisha yake, na Mtanzania wa mwisho kupatikana, mnamjua ama mjui? Hamjawahi kuiona mechi ya namna hiyo kwa sababu hizi tatu ambazo nimewapa. Hasa kwa ugumu wa mechi hii, Mwana Simba unapata wapi starehe ya kufurahia kombe la Muungano? Mwana Simba unapata wapi starehe ya kujisahau? Mwana Simba unapata wapi raha ya kuendelea kuburudika wakati tuna kazi kubwa ya kumzuia mtu? Na kumbuka, tumemfunga kwenye kombe la Muungano. Kwa muda mrefu hatujamfunga katika ligi kuu ya NBC. Ukiacha ule msumari wa moto wa Kibu Dennis na Enoch Inonga Baka, hatujamfunga tena. Baada ya muda mrefu kupita, tunatakiwa tumfunge tena kwenye ligi kuu ya NBC, na kazi hiyo ni kazi ya Jumapili ya tarehe 3 insha Allah. Ndugu zanguni waandishi wa habari, msimu huu Simba tumedhamiria kurejesha heshima yetu, na tayari dalili imeanza kuziona. Dalili ya mvua ni mawingu, lakini sisi kwetu Simba Sports Club dalili ya mvua ni mvua yenyewe. Kilichotokea Zanzibar ni dhahiri shahidi ya kwamba nyama tumedhamiria kurejesha heshima yetu. Sasa basi, nikiwa Arusha ama tukiwa Arusha kwenye mkutano wangu wa hadhara na mashabiki wa Simba mkoani Arusha, niliwaambia ya kwamba msimu huu tutagawana furaha. Yaani msimu huu Simba Sports hatuko tayari kumaliza patupu katika msimu huu wa mashindano. Msimu huu tunataka watakachokipata tutakipata, watakachokosa tutakipata. Huo ndo msimu huu ambao tumedhamiria, na wengi hawakuelewa nilimaanisha nini, lakini tayari kauli yangu imeshaanza kuishi na kufanya kazi. Tumeanzia Zanzibar, wao wamechukua Mapinduzi, sisi tumechukua Muungano. Kwa hiyo vita ya Zanzibar imemalizika kwa moja. Sasa tunarejea bara. Tumebakisha NBC ligi kuu na shirikisho CRDB. Macho yetu yako hapa, either tuchukue zote mbili ama tuchukue moja na wao wapate moja. Hiyo ndiyo filosofia yetu msimu huu. Hatuko tayari kupoteza vyote, na kimsingi timu ya kutupa mataji yote mawili tunayo, au la, timu ya kutupa taji mojawapo kati ya hayo mawili tunayo. Na ndo maana tunasema ya kwamba msimu huu ni msimu either tupate furaha kamili ama tugawane furaha. Inawezekana kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Msimu huu peke yake tumekutana mara 3 sisi na watani zetu. Ametufunga mara moja, tumemfunga mara 2. Ametufunga kwenye ngao ya hisani, tumemfunga mara 2. Kwenye ligi kuu mara moja na kwenye kombe la Muungano mara moja. Kwenye ligi kuu mtanuliza mmeshinda wapi? Pale visiwani Zanzibar, Simba tumeshinda ule mchezo. Tumeshinda goli 1-0, goli la Selemani Mwalimu.
mtu wa pembeni kabisa ndio alilikataa lile goli, na huyo mtu ameshushwa daraja, ameondolewa kwenye mipango yetu hiyo ya kimpira kwa kufanya uzembe wa makusudi wa kuidhulumu Simba Sports Club. Na taarifa ya bodi ya ligi iliweka wazi kwamba goli halali. Maana yake ni kwamba Selemani Mwalimu alifunga goli halali, Simba Sports Club tumefunga goli halali. Tumekosa pointi 3 tu za kikanuni, lakini kiuhalisia sisi tumeshinda ule mchezo. Ndio maana nasema tumemfunga mara 2 msimu huu peke yake. Tunakwenda mara ya 3 kwenda kupambania ushindi siku hiyo. Lakini kila mwana Simba atia akilini hii, haitakuwa nyepesi, haitakuwa rahisi. Mechi ya juzi imetoa taswira halisi. Mechi ya kesho kutwa itakuwa ya aina gani? Mechi ya juzi ilikuwa ngumu, ilikuwa na pressure kubwa, ilikuwa nzito, ilikuwa na kila kitu kisichofurahisha. Na mechi ya kesho kutwa itakuwa na sampuli hiyo hiyo. Hivyo kila mwana Simba lazima ajiandae kwa mantiki hiyo. Na naeleza huu ugumu ili kila mwana Simba anayefanya cha kufanya akifanye kwa maximum level. Kama mtu anapiga goti Ijumaa hii, kama kuna mtu anasujudu Ijumaa hii kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie ushindi Jumapili, basi asujudu kweli kweli, amuombe Mungu atujalie ushindi. Kesho Sabato, kama mtu ataingia kanisani kwa ajili ya kuomba, basi atakapopiga goti na kufumba macho akiomba, basi aombe kweli kweli. Jumapili mechi ni ngumu, na wale watakaoingia Jumapili, na mimi ni waombe mashekhe wote watakaoswalisha Ijumaa leo, kwenye dua zao watuombee Simba Sports tushinde. Mashehe wa Simba wakina Sheikh Al-Hadi watuombee dua tushinde. Wachungaji, maaskofu wote watakaoendesha ibada Jumamosi na Jumapili, na wenyewe watuombee vile vile nyama tupate ushindi. Tena dua nzito kweli kweli, kwa sababu mechi ni ngumu kweli kweli. Ndugu zanguni, nisiwachoshe sana. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi, na ninyi ni wafanyakazi, mnatakiwa mkapumzike hivi sasa. Niseme tu ya kwamba Simba Sports Club taifa kubwa, tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu, na tuko tayari kwenda kuipambania nembo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Tumedhalilika kwa muda mrefu, tumekuwa wanyonge kwa muda mrefu, tumekuwa pole kwa muda mrefu, tumefungwa mdomo kwa muda mrefu. Kila ukitaka kufurukuta tumekufunga unanyamaza. Tulikuwa tunajitutumua kwa sababu sisi ni watu wabishi, lakini tunakosa power ile, tunakosa authority kwa sababu ya kufungwa mara nyingi. Sasa minyororo ile tunayo uwezo wa kuikata, na sisi kuwa huru kuweza kuipambania na kuizungumzia Simba yetu. Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama ametuvua hiyo minyororo. Aneset Oura ametuvua hiyo minyororo ya unyonge. Libase Geye ametuvua minyororo ya unyonge. Nixon Kibabage ametuvua minyororo ya unyonge. Wameturejeshia confidence yetu wakina Kagoma, wakina Kapombe, wakina Mdigo, na sasa tunaweza tukasimama kibabe tukazungumza kuhusiana na Simba yetu. Tunakwenda tarehe 3 kwenda kukamilisha shughuli hii, na tunaiweza. Ndugu zangu wana Simba, narudia tena, adui unayemuweza mwenyewe, malizana naye mwenyewe. Usisubiri mpinzani wa nje aje ammalize adui yake. Ni kujichelewesha. Kwa ufupi, twende tukamaliza naye wenyewe siku ya tarehe 3.